linaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Maximilian Kolbe. Wengi kama tunavyojua historia yake, yeye kweli aliiga ule mfano wa Yesu Kristo kuweza kutoa maisha yake kwa ajili ya baba mmoja mwenye familia. Alikubali kufa, ile nafasi ilibidi afe yule baba, yeye alikubali kutoa uhai wake ili yule baba aishi aweze kulea familia yake. Kwa hiyo inatufundisha nini leo? Kwamba historia ya mtakatifu huyu inatufundisha yale aliyoyaishi, alimwangalia zaidi Kristo, kwamba aliamini kwamba kwa kutoa maisha yake anaenda kukutana na Mungu. Je, mimi na wewe kwenye maisha yetu wapi tunaonana na Mungu na wapi tunakutana na Mungu katika hali za historia zetu? Kwa hiyo leo ni mwaliko wa kuingia tena, wa kuanza tena kuona kwamba katika ule unyonge wetu, katika ule udhaifu wetu, bado Mungu anaendelea kukaa na sisi ili tuweze kuwa kweli mashahidi wa yale ambao anatenda kwenye maisha yetu. Na katika Injili tutaona Mafarisayo wanamuuliza Yesu kwamba je, ni halali mtu kutoa talaka? Lakini Yesu anawajibu, tangu mwanzo Mungu aliumba mwanaume na mwanamke, na hayo akasema mwanaume ataacha familia yake na mwanamke ataacha familia yake, na wao watakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo hiyo inatuonyesha kwamba ni jinsi gani kwamba kwa wale wanandoa wanatakiwa waishi kwenye uaminifu wa ndoa zao, kwa sababu ukitoka nje ya ndoa unafanya dhambi ya uzinifu. Kwa hiyo itukumbushe kwamba maisha yetu yanatakiwa yaelekee ule upendo mkamilifu ambao Mungu mwenyewe anaunganisha katika ile sakramenti ya ndoa. Ndugu zangu, tukiri sasa dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu.